Sikujua kwamba marafiki zangu watatu wote ni mashoga. Anaitwa Felix mwenye umri wa miaka 33. Sasa alizaliwa hapa nchini mkoani kwao, lakini familia ya Felix ilikuwa na maisha duni sana, maisha ambayo walikuwa wanategemea kilimo. Na kama tunavyojua kilimo leo kinakubali, kesho kinakataa. Lakini wazazi wa Felix haikuwa ndo sababu ya kufanya mtoto wao Felix asisome, kwa sababu alikuwa ni mtoto wa pekee kwenye familia yao. Kwa hiyo walifanya juu chini ili mtoto wao Felix asome na afike mbali. Pia Felix lakini naye hakuangusha wazazi wake, alitia juhudi sana kwenye masomo yake, alisoma mpaka kufika elimu ya juu ambayo alimaliza form 6. Alipofanya mtihani Felix akarudi nyumbani kwa wazazi wake kufanya shughuli za kilimo hapa na pale. Matokeo yalipotoka, Felix alichaguliwa chuo kimoja hapa nchini kwetu. Felix alipata bahati ya kujiunga na chuo, lakini kama nilivyokuambia maisha yao yalikuwa ni duni sana. Kwa hiyo ikabidi wazazi wauze na mashamba ili Felix aende chuo kusoma, kwa sababu ni mtoto wao wa pekee. Waliamini kwamba wakiwekeza kwa Felix ipo siku atawasaidia kwenye maisha ya baadaye. Felix alifanikiwa kuja mpaka mjini na kuanza chuo rasmi. Maisha ya chuo kama tunavyojua, alipofika chuo ilibidi Felix atafute watu wa kushare nao chumba, wapange ili watoe kodi kwa pamoja, then baadaye akishajipata vizuri Felix aondoke akaanzishe maisha yake sehemu nyingine. Kwa hiyo alipofika chuo Felix akutana na marafiki watatu na yeye alikuwa ni 4. Hilo ni grupu moja. Wakatokea kuvibe pamoja, lakini wakati huo wote Felix aliamini kwamba wale watu ni wanaume wenzake. Basi wakakubaliana kwamba tupange chumba kimoja au chumba na seble ili tupate nafasi ya kulipa kodi kwa pamoja. Basi ikawa hivyo. Wakachukua chumba na seble, wengine wakawa wanalala sebleni, wengine wakawa wanalala chumbani. Ilikuwa hivyo. Maisha yalivyozidi kwenda, rafiki zake Felix walikuwa na tabia tofauti sana na Felix. Felix alikuwa ni kijana ambaye ni mtiifu, maadili mazuri sana kama ambavyo alilelewa na wazazi wake, na pia alijua kabisa akifanya mchezo ataharibu kila kitu na ataharibu na uaminifu kwa wazazi wake na atapoteza malengo ya kutaka kusoma na kuwasaidia wazazi wake. Kwa hiyo tabia za Felix na wale wengine watatu ilikuwa ni tabia tofauti, yani mbili tofauti. Marafiki wa Felix walikuwa wanapenda sana kwenda club kuvibe, wakianzia Ijumaa mpaka Jumapili waenda maklabu hivyo. Lakini Felix pia alikuwa anashangaa hao watu wanapata wapi hela, mbona kama wanafanya starehe kubwa sana na ni tofauti na kile ambacho wanakiingiza. Kiukweli alipata maswali mengi ambayo yalikuwa hayana majibu, lakini akaamua tu kukaa kimya kuendelea na maisha yake kama kawaida. Kuna siku moja rafiki mmoja wa Felix akamwambia Felix, mbona unakaa ukiwa mpweke sana? Kwa nini unataka kuvibe na sisi? Tuondoke tukuoneshe tunakoendaga. Kidogo upoteze na wewe mawazo. Felix alikataa kwa mara ya kwanza, akasema hapana, sitoweza kuja, rafiki zangu na vitu vingi vya kufanya. Lakini baadaye baada ya muda kupita kidogo akamwambia embu nikaone huko ambako tumeenda kukifanya, kama ni starehe tu, embu na mimi leo nikachangamsha akili yangu kidogo, maana na vitu vingi kichwani. So wakafly sana, akasema uko serious? Akasema yes niko serious. Basi Felix, kitu ambacho nasema nilianza kushangaa cha mara ya kwanza, tulivyokuwa tumejiandaa ili tuondoke, ghafla gari lilikuja pale kubwa sana jeusi. Wakasema tuingie mule ndani. Rafiki zangu walinisi sana, ingia haina shida, hawa ni watu wetu kila siku. Nikasema sawa. Tulivyoingia ndani, dereva mmoja na mwanaume mmoja mwenye mabavu sana alikuwa amekaa upande wa kushoto wa dereva. Kwa hiyo basi sisi tukakaa nyuma, wakaanza kupiga story, wananitambulisha au ni Felix rafiki yetu, tukao tunawaambia hivyo hivyo. Basi yule bouncer kana anasema leo kaamua naye kutoka. Ndio basi sio mbaya, twende tukavibe pamoja. Hiyo sehemu anakuambia Felix kwamba ni mbali sana, yani ni mbali mno kutoka pale wanakolala. Baada ya saa na nusu walifika hiyo sehemu, na ni sehemu ya club, ni club tu, mambo yani mengi tu ya starehe. Kwa hiyo walipofika wakaingia, Felix alikaa pale kwenye sofa. Nikaletewa kinywaji ambacho nakitaka, mimi niliagiza tu juice, nikaanza kunywa japokuwa alinibeza sana. Sema kama hizi unakunywa juice unatuaibisha, lakini nikamwambia sijawahi kunywa pombe na sizijui pombe. Basi baada ya nusu saa wakaniambia tunakuja, wakaondoka wote watatu, wakaelekea gorofani. Sikujua wameenda kufanya nini, lakini baada ya dakika 10 kupita mmoja akashuka chini, Felix njoo.
Felix anasema mimi nilimwambia hapana, siwezi nikapanda kwa ghorofa. Nikataa kabisa katakata kwamba siwezi nikaja huko juu, acha nikae hapa chini tu. Lakini baadaye akaona sio vizuri nimekuja nao mpaka hapa nishinde kwenda kule juu, akasema sawa nakuja. Ikabidi ainuke Felix aende amfuate yule mwingine mmoja mpaka hiyo sehemu aliyoambiwa aingie. Kufika pale Felix alichokiona anasema sijawahi kukiona kwenye maisha yangu yote. Na kama nilikuwa nakisikia juu juu, lakini pale niliona live na macho yangu bila chenga. Niliwakuta marafiki zangu wakifanya vitu vya ajabu, moyo wangu ulishtuka sana. Niliondoka kwa hasira sana. Nilikimbia kutoka pale kwenye ile sehemu tuliokuepo, nikatoka mpaka nje ya gate, nikaa nakimbia na ulikuwa ni usiku sana. Na sijui ninakwenda wapi. Nilipata mshtuko sana. Kufika mbele kidogo, wao pia wakaja nyuma yangu na gari wakawa wananikimbiza wananifuata. Mwishowe wakanifikia. Walivyonifikia walinichukua na kuniingiza kwenye gari. Cha maajabu, kitu ambacho kilitokea siji kusahau, walikuwa wanalazimisha niwe kama wao. Na wakasema usipokuwa kama sisi, ushajua siri yetu, tunakuua. Na aliyesema hiyo kauli ni yule bouncer ambaye alikuwa amekaa pembeni pale. Ninakuua. Yaani usipofanya kama alivyofanya wenzako, ninakuua. Felix akasema mimi moja kwa moja nikawaambia sawa, nimekubali kujiunga na ninyi. Lakini kwa sasa hivi nimekimbia sana, nimechoka. Naomba basi nirudi kwanza nyumbani, then kesho mtuchukue tuondoke pamoja. Wakamuuliza you serious? Akasema ndio niko serious. Ninawaahidi sitofanya ujinga wowote. Sawa, wakamwamini na kurudi mpaka nyumbani. Walivyolala asubuhi kuamka, Felix anakuambia niliondoka mida ya saa 10 kwenda chuoni. Sikuweza tena kukaa mahali pale. Kwa nilipofika chuo moja kwa moja, nikasema ikifika tu pamekucha naenda kuwaripoti wote kwa mkuu. Kwa hiyo nilipofika asubuhi Felix akaenda moja kwa moja mpaka kwa mkuu kumripoti. Bila kupoteza wakati, mkuu akawaita wale wenzake watatu na akawahoji. Akaamua kuwaitia watu ambao wataogopa mpaka watasema ukweli. Na kweli ndio hivyo ilivyokuwa. Wanaanza kujielezea wameanzaje ile michezo mpaka kufika hatua ile, lakini maamuzi ya mkuu yakasema ili msiwaharibu watu wengine tunawafukuza, msiende tena na chuo. Basi walipopewa ile adhabu ya kuambiwa tena waondoke chuoni wasirudi tena, Felix alifurahi sana, akaamua kuendelea na maisha yake pale chuo, akamaliza na kupata kazi, na baadaye alisema kwamba niliweza kuwasaidia wazazi wangu kwa kiasi kikubwa sana. Hivyo fundisho ni kwamba unapoenda chuoni hakikisha unaenda na lengo moja ambalo limekutoa kwa wazazi wako kwenda mjini. Usifike mjini ukapata ile tamaa ya maisha mazuri na ukaanza kufanya vitu vya ajabu ukasahau malengo ambayo yamekutoa kijijini kwenu.